Bima Pub, urahisi wa maisha. Zumuni ya place hii, zumuni la kueteni ninyi hapa leo. Mimi Elia John Yohana ninaomba kutangaza rasmi kutia nia ya ubunge jimbo la Geita mjini. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wana Geita na Watanzania wote kwa ujumla, kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi haya kutia nia ya ubunge jimbo la Geita? Geita ina uhitaji mkubwa na Geita ina changamoto, lakini nitumie nafasi hii kuambia kwamba Geita inazo rasilimali nyingi. Inazo rasilimali madini, inazo rasilimali ardhi, inazo rasilimali watu. Vyote hivi vinaweza kuwa ni ufumbuzi wa changamoto za wanageita mjini, pamoja na kuweza kuwasaidia katika kupata uhitaji wao. Ndugu wa Tanzania wote, nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania wapenda maendeleo wanaolitakia mema taifa hili kwenda kujitokeza kwa wingi kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, kumpigia kura za kishindo uchaguzi wa mwezi Oktoba, pamoja na chama chetu kwa ujumla. Serikali ya awamu ya 6 imewagusa Watanzania kwa kiwango kikubwa sana. Swala la kwanza ambalo ningependa kulizungumzia la swala la elimu, ambapo mimi ni mhitimu wa shahada. Mwaka jana tu ndo nimehitimu shahada yangu ya kwanza. Nimekuwa ni mnufaika sana wa serikali hii ya Chama cha Mapinduzi kupitia bodi ya mikopo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeongeza budget katika bodi ya mikopo kutoka bilioni 450 zaidi mpaka bilioni 700 zaidi. Ukiona hapo kuna ongezeko kubwa sana, na bilioni 450 zaidi ilikuwa ni kwenye mwaka wa masomo wa 2020-2021, lakini kwa mwaka huu wa masomo 2024 na 2025 serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza zaidi ya bilioni 700. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa la pesa. Lakini tukiachana na hapo, kuna mradi wa BBT ambao umepewa kasi kubwa sana katika awamu ya 6, ambapo umeenda kuwagusa vijana, ambapo mradi huu kuna funding, utoaji, kuna fedha zinatolewa, kuna vifaa, na pia kuna elimu ambayo inatolewa kwa vijana ili wakaweze kufanya kilimo to the best, ili waweze kufanya uzalishaji mkubwa na waweze kujitengenezea ajira. Kwa hiyo BBT ni mradi ambao kidogo unakuja kuboosti uchumi kwenye nchi yetu na kututengenezea ajira kwa vijana. Tukiachana na swala la BBT, mradi wa BBT, kuna swala la mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere. Ndugu waandishi wa habari, nadhani mtakuwa mpo familia na mradi huu, ambao ni mradi ambao umekuwa ni mkubwa sana kwenye nchi yetu, ambao umegharimu trilioni nyingi sana, zaidi ya trilioni 7, ambao huu ni mradi wa uzalishaji wa umeme ambao unazalisha umeme zaidi ya megawati 2115, ambapo mradi huu umeshakamilika na tayari waandishi wa habari mnaweza mkawa shuhuda na Watanzania wote kwamba changamoto ya ukatikaji wa umeme imepungua kwenye nchi yetu. Uwezo ukalinganisha na kipindi cha nyuma, umeme ulikuwa hautoshi. Ina maana kwa sasa wananchi wataendesha shughuli zao kwa uhakika ambazo zilikuwa zinategemea umeme. Viwanda
Na katika nchi yetu kwa sasa pia hili viwanda vinakuja kukua kwa kasi zaidi, kwa sababu umeme ni mmoja ya nishati muhimu zaidi katika uendeshaji wa shughuli za viwanda. Swala la daraja la Busisi ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan amelizindua ni kama wiki moja iliyopita, na nadhani mimi nitakuwa ni miongoni mwa wasafiri ambao wamekuwa kwanza kabisa kupita daraja la Busisi. Ni kweli linakwenda kuleta mabadiliko ya uchumi katika kanda ya Ziwa pamoja na mikoa jirani katika kivuko cha Busisi, kwa sababu wasafiri wengi, wafanyabiashara wengi na watu wenye uhitaji mbalimbali walikuwa wanatumia takriban masaa 2 wakiwa kivukoni, lakini leo hii tunavyozungumza ni dakika 5 tu unavuka, unakuwa umeshavuka katika kivuko cha Busisi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.